Katika miaka 5 iliyopita wamefanya kwa kiasi chao, wanastahili pongezi, lakini tunahitaji mabadiliko zaidi waweze kufanya vizuri zaidi. Eneo gani ambalo linastahili kufanywa marekebisho? Kwenye marekebisho ni kuhusu masuala ya huduma za kina mama, elimu kwa ajili ya kina mama, kudai haki zao, walimu wa kina mama wajue haki zao za msingi, wajue wajibu wao, wajue na haki zao, waweze kuwatembelea na kuweza kujua changamoto zao na kuona ni kwa namna gani ya kuweza kuzitatua. Kwa hiyo kwa kipindi cha miaka 5 hakukuwa na jitihada za kuwaelimisha? Zilikuwepo, lakini ilikuwa ni kwa uchache sana. Ndani ya kikao imesikika sauti kwamba ikiwezekana kitengo hiki kivunjwe kwa sababu hawaoni manufaa. Kwa nini? Hawaoni manufaa kwa uchache sana, kwa sababu hii unajua inashughulikia halmashauri 2 ya mji pamoja na ya vijijini. Kwa maana hiyo kwa sehemu moja au nyingine eneo hili ni kubwa sana. Sasa kwa kiasi cha fedha unazopewa ni kidogo. Wakumbuka kwamba na hawa nao ni waajiriwa, wanatakiwa watekeleze majukumu yao. Hivyo kwa kiasi walichokifanya, wamefanya kwa kiasi chao, lakini si kwa yale malengo ya 100%. Kwa hiyo mmeamua sasa kufanya mageuzi. Wafanye mageuzi. Nadhani uongozi wa sasa unaweza kuboresha haya. Tunaamini hivyo kutokana na changamoto zilizopo na mwamko wa walimu kujua stahiki zao, kujua maslahi yao, kujua wajibu wao na nini chama kiwafanyie kama walimu. Kwa hiyo watu wana imani kwamba kuenda kwa uchaguzi huu wakipata mabadiliko huenda chama kikafanya mambo bora zaidi kuliko ya huu mwaka uliopita. Kwenye mkutano huo mkuu wa CWT, kitengo cha wanawake maarufu kama kitengo K, hamkani hali haikuwa shwari, bali muhali wajumbe halali kwenye mkutano huo mkuu uliokwenda sambamba na uchaguzi mkuu. Wajumbe hao hawakutulia muda wote wakihoji kupita kiasi mazingira ambayo meza kuu CWT mkoa badala ya wilaya kimtaka mwandishi aliyekuwa ndani kutoka nje kwa madai kwamba mkutano huo ni mkutano mkuu wa uchaguzi lakini ni wa ndani pekee, hivyo mwandishi haruhusiwi kuhudhuria kikao hicho ama mkutano huo. Kauli ambayo baadhi ya wajumbe nje hawakuridhishwa na amri hiyo, huku wakidai ni ukiukwaji wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 18 kifungu D inayompa haki ama fursa mwandishi kupata habari popote pale na muda wote. Hali ilikuwa hivi na wajumbe wakihoji. Kumbukeni kwamba uongozi uliopo au hata kama mtarudi hapa, kumbuka mmewahamisha wanachama, mmewatoa wengi sana. 80% wanachama wameondoka. Ninaomba kitengo K kiwe kinapewa thamani yake jamani. Tunafanya kikao tunaambiwa kitengo hiki hakijatengewa fedha hiyo. Ni kwa nini? Hatuna haki? Ndio maana sasa hivi mnatukimbiza. Ila mimi naomba kwa watakao kaa pale, kama mtabaki hapa, naomba mjirekebishe, lakini hamjatutendea haki. Mnatukimbiza sana sasa hivi. Tuna maswali mengi ya kuwauliza, lakini tunashindwa kutokana na muda. Ila katibu, ombi langu, naomba hiki kitengo kipewe thamani yake. Msiseme hakina hela, hakijatengewa sijui kitu gani. Si tunaomba mjirekebishe. Basi kama hakitengewi chochote kifutwe. Kina thamani gani sasa wanawake? Maana hata kero zetu hatuwezi kusema. Tunaporudi kule kwenye matawi tunanyoshewa vidole. Hata wakati wa kugombea unawaambia watu jamani kuna fomu, unaambia ondoka na chama chako. Chama hiki sasa hivi hakina thamani. Watu wanaendelea kuhama. Tutakuja kusimamia majengo na meza za kule maofisini. Tutabaki moja moja, wakilishi watabaki. Watu wameondoka. Mimi naomba tupewe heshima na watu watuangalie. Tuna haki. Tunatamani sana mabadiliko yatokee mpaka ngazi ya taifa, kwa sababu yako mambo ambayo tunataka yafike mbele, yalete mabadiliko. Sasa tukipata mtu ambaye sio kiongozi mzuri na shupavu aweza kusikiliza mahitaji ya walimu, hata tuwezi kufanikiwa na haya ambayo nayazungumza. Kwa hiyo tunahitaji kutoka ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa, hata ngazi ya taifa. Na swala la ukabila katika kipindi cha miaka 5 limejitokeza. Jambo la ukabila kwa kweli inaweza ikawa ni sehemu ya changamoto ya hapa na pale kulingana na jinsi ambao mtu anashawishi utafuta kura. Lakini kwa wale wanaoelewa wanaweza kumchagua kiongozi ambao ni shupavu, anajua huyu atatufikisha mahali bila kuangalia ukabila. Lakini ukabila haukwepeki.
bado ni changamoto katika maisha yetu tunayoishi kwa sasa. Lakini kwa wale ambao wanatambua ni sawa, wale watu ambao wanapata rushwa, mwingine anaweza kumpa lakini asikupe kura, kwa sababu kwa ukabila nao umeingia ina sababu. Lakini kwa wale wenye kutambua wanaweza wakaelewa kwamba huyu ndiye anafaa kuwa kiongozi, lakini sio kufuata ukabila. Nje ya hapo kuna eneo gani ambalo nadhani pia unatakiwa ifanywe maboresho katika kipindi cha miaka 5 ijayo? Maeneo ambayo tunatamani ifanyike maboresho, kwanza katiba yetu kuna sehemu inadai kwamba inayodai kwamba baada ya uongozi uliopita, uongozi mpya ukiingia hauruhusiwi kuhoji yale yaliyopita. Sasa hiyo ni changamoto kwamba katiba pale imefeli kuonyesha kwamba nini kinatakiwa kifanyike, kwamba hata wale waliokuepo hawawi kuwa makini sana na matumizi ya pesa, kwa sababu wanajua wakishapita imepita na mambo yao. Kwa hiyo imefeli hapo. Lakini katiba pia kwenye sehemu nyingine ndio hiyo tunapolia asilimia. Sasa hivi kuna cha kuhawata. Hiyo chama kinakuja kwa spidi kubwa na walimu wameshaondoka, kwa sababu wale wanakata asilimia ndogo. Na sasa hivi tunadai walau tupata asilimia moja tu, kwa sababu inaweza kabisa kuendesha chama cha walimu taifa. Najisikia faraja kushika nafasi ya kuwa mwenyekiti wa wanawake wilaya Babati. Na ahidi kwamba nitafanya nao kazi, nitakuwa muwazi, nitakuwa mkweli kwenye kila hatua atakayotaka kuifahamu, na hata wazizotaka kuzifahamu nitaweka mambo yangu wazi, nitawashirikisha wanawake wote katika majukumu yangu nitakayokuwa nikatenda, na Mungu anisaidie. Asante kabisa. Je, wagombea wenzako walikuwa wangapi? Tulikuwa 5 kwenye kinyang'anyiro, na katika kinyang'anyiro hicho nimeibuka mkishindi. Basi hongera sana. Asante. Basi kwa ufupi tu hongera sana. Asante. Lakini pamoja na ushindi uliopata, unasema kwamba utafanya kazi kwa uweledi na kwa uaminifu. Kwani kulikuwa hakuna weledi? Swali gumu kidogo. Naomba nisilizungumzie sana, acha nifanye kazi kwanza. Ndani ya kikao kulikuwa na changamoto. Baadhi ya kwamba kutokana na ushirikishwaji umeonekana ni duni kidogo. Hili utalifanyia kazi kwa namna gani? Nitalifanyia kazi kwa sababu kila taarifa inahitaji uwazi. Nitawashirikisha wajumbe wenzangu ili wajumbe wao wale ni barua kwa makatibu wa tawi wengine. Kwa nini kulikuwa na changamoto za kwamba ikiwezekana kitengo hiki kivunjwe? Hapakuwa na hilo. Isipokuwa walitaka tu mageuzi. Kitengo hakiwezi kuvunjwa hata siku moja, isipokuwa tunahitaji mageuzi.